Kwa mara ya 3 mfululizo tunaingia hatua ya makundi barani Afrika, ikiwa ni mara ya 4 katika historia ya klabu Young Africans tokea tuanze kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika mwaka 1969 tulivyocheza na Vikatrando ya Madagascar. Nahodha katika mchezo wa leo unafanikiwa kuivusha timu hatua ya makundi kwa mara ya 3 mfululizo, mara ya 4 katika historia ya klabu. Unajisikiaje? Kwa upande wangu najisikia furaha sana, kwa sababu kwanza ulikuwa mchezo muhimu sana, mchezo wa leo, na ulikuwa ni mchezo ambao una pressure hapa na pale, kutokana kwamba ilikuwa lazima tupate matokeo na kuweza kuingia katika hatua ya group stage. Sisi kama wachezaji tunajisikia furaha kuwepo katika kitabu cha kumbukumbu cha klabu hii ambacho tumeweza kuipambania timu, na leo hii imeweza kuingia katika hatua ya makundi pia. Ilikuwa ngumu kiasi gani Dickson Job toka alivyojiunga na klabu ya Young Africans takriban misimu 3 iliyopita kuingia hatua ya makundi mara 3 mfululizo, jambo ambalo tuliteza katika takriban miaka 25? Ilikuwa ni ngumu, lakini pia ilikuwa ni process ambayo ilikuwa inatengenezwa, na sisi tunashukuru kama wachezaji kuwepo kati ya wachezaji wale ambao walikuwepo katika hayo mabadiliko ambayo leo hii tunajivunia klabu hii kubwa inaweza kuingia mara kwa mara kwenye hatua group stage. Leo full house, makelele, mkiwa mna mpira mnashangiliwa, kukiwa kuna delay kidogo wanawahamasisha. Kulikuwa kuna pressure wingi wa mashabiki namna hii, au ilikuwa na faida kwa upande wenu? Kwanza tuseme tunawashukuru mashabiki zetu, wameweza kujitokeza kwa wingi na kuja kutupa support. Kwetu haikuwa na pressure, lakini kwetu ilikuwa inatuongezea morali, kwa sababu tulikuwa tunatambua kwamba watu wote ambao wapo uwanjani wanashangilia sisi, lakini yote kwa yote wanahitaji matokeo yaliokuwa mazuri, na tunawashukuru. Ilitupa nguvu sisi kama wachezaji, kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90 tulipambana, na ndio maana tumeweza kupata matokeo, na hatimaye kwa pamoja sisi viongozi na mashabiki zetu tumeweza kuingia katika hatua ya makundi. Bwana Dickson Job, leo wakati tunafanya mahojiano pale nje ya uwanja majira ya saa 3, kuna bwana mdogo hivi kama miaka 10 au 9 hivi, nilimuuliza nitabirie wafungaji wa leo, akatabiri Dickson Job, jambo ambalo liwashangaza wengi kwamba beki wa katikati kuhusishwa. Mara nyingi tumetegemea mara nyingi ni washambuliaji na kadhalika. Leo unatamani nani afunge goli la kwanza? Pacome Zouzoua. La pili? Ashinde Job. Dickson Job BBD. Sijui kama ulipata salamu hizi za huyu bwana mdogo, na unajisikiaje kuona kwamba kuna watu wanaamini kwamba wewe unaweza kufanya kitu? Kwanza kabla ya hapo sikuweza kuiona, kwa sababu tayari akili yangu ilikuwa shafuka kwenye mchezo, lakini kabla ya huyo mtoto kuna watu wawili ambao walinitabilia pia. Leo hii asubuhi, na wakati naamka naenda kunywa chai nilikutana na Komeni. Yaani ndo mtu wa kwanza uwezi amini naenda naongea naye. Akaniambia, mwanangu, leo nakutabilia mazuri, naona kuna kitu kizuri ndani yako. Nikamwambia nashukuru. Tuko tumekaa hivi tunapiga story. Nikamwambia nashukuru sana mwanangu, inawezekana. Lakini wakati tunaondoka kutoka kambini kuja huku pia nilipigiwa na Masalanga, goalkeeper wa Singida. Akaniambia nipigia nikuta miss call, nikaingia kwenye chatting nikakuta message amenitumia kwamba kaka, leo ni siku nzuri kwako. Uweze amini hata message ipo kwenye simu yangu. Nikampigia. Nikamwambia vipi kaka, fresh kama kawaida. Akaniambia leo nimekuotea mazuri sana. Naamini utafanya vizuri na utakuwa na mchezo ulikuwa vizuri. Na ninachoshukuru katika mchezo nimeweza kupambana. Nimepambania timu yangu, lakini nimeweza kufungia timu yangu goli. Hili goli lako dedication kwa nani hili? Bwana, hili goli lina watu wengi, lakini mtu special kabisa Madam Salah. Kwa sababu gani? Madam Salah, Mrs. Gali. Jana alikuja katika mazoezi, alikuwa amekaa nje pale. Katika tulipomaliza mazoezi tuliongea na viongozi, baada ya hapo tukaenda kumsalimia, kwa sababu yule ni mama yetu, ni mtu ambaye tunapotokea hapa na pale huwa anatusaidia sana. Tukawa tunaongea naye pale, akaniambia niliumizwa sana na matokeo ambayo yalitokea huko yalivyotoka. Sisi tukamwambia madam, kesho tunashinda inshallah. Mwenyezi Mungu akituamsha salama, tutakwenda kupambania mambo ya Yanga na tutapata matokeo mazuri. Na naamini na nachoshukuru Mwenyezi Mungu, leo atakuwa na furaha sana. Kwa hiyo madam, jambo lako limeisha, na sisi kama vijana wako tunasubiri jambo letu. BBD, Big Brain Defender.